Mzee, heshima yako? Bali yangu safi. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mungu anasaidia. Anashukuru Mungu. Kile kinachoendelea hivi sasa ni kweli mechi ya msimamo hamtocheza mechi kama ilivyotolewa taarifa kwa umma? Ndio maana yake viongozi jana wamekaa na wameamua kabisa wasitie timu kwa sababu Simba wametukimbia. Na ukimbia hivyo walijua moja kwa moja kuwa tarehe 8 wangefungwa. Iwe isiwe. Ndio maana wameamua kukimbia. Kwa hiyo kama uongozi wa Yanga umeamua wasitie timu mpaka ikiwezekana wale walioailisha mechi bodi ya ligi ndugu Asumani Kasongo pamoja na mwenyekiti wake Mguto wajiuzulu, ikiwezekana ndo tutatia timu. Young Africans imeenda mbali mpaka kutaka bodi ya ligi wajiuzuru. Kwa nini? Kwa kitendo walichokifanya, kwa sababu inavyoelekea kama vile mpira wetu sasa hivi unaingia na usiasa fulani huu Simba na Yanga, kwa sababu timu ngeni ikitaka kuja kufanya mazoezi inabidi itoe taarifa kama sisi tunakuja. Simba hawajafanya kitendo kama hicho, ndio maana wamezuiwa. Ila kwa Simba Sport Club wenyewe anavyosema kama timu akiwa mgeni wa mchezo ni lazima atafanya mazoezi walau hata dakika 15 au 30 kwa ajili ya mchezo. Kaona kama Young Africans mngewaruhusu kulikuwa hamna shida yoyote na mchezo ungepigwa. Sasa tatizo Simba walikuwa hawajatoa taarifa. Kawaida timu ngeni inapotaka kufanya mazoezi lazima mwenyeji ajue. Sasa Simba wao wamekuja tu moja kwa moja kutaka kufanya mazoezi bila taarifa. Ndio maana wamekataliwa kwa sababu kulikuwa na meneja uwanja, kwa na kamishina wa mechi, wote walikuwepo. Sasa niulize ndugu mwandishi wa habari, Simba walikataliwa na nani wasifanye mazoezi? Simba wanavyosema walikataliwa na steward wa Young Africans ambao walikuwa nje ya uwanja. Wenyewe wanavyosema kwa macho ya nyama aliwaona. Wana uhakika kama watu wa Yanga? Ndio wanavyosema wenyewe. Maana kwa hakuna viashiria. Hata taarifa yao kwa umma ilivyotoka iliwatouch steward wa Young Africans. Kwa sababu kitu kama hicho unachoongea lazima uwe mtu uwe na akili, kwa sababu mimi naweza kukwambia wewe Yanga kumbe sio Yanga. Labda wao wenyewe Simba ndio walifanya kitendo kama hicho ili mradi wasicheze mechi. Kumbe ndio Simba Sport Club itaweza kuwa ni mpango wao waliusuka ili kuescape mchezo huu. Ndio maana yake, kwa sababu walijua wakiingia safari watapigwa goli nyingi. Ni uoga ulianza mapema. Uoga ulianza mapema na tuliwatayarishia kweli goli nyingi tu safari. Ila Simba Sport Club baadhi ya mashabiki wanasema nje ya uwanja nyewe mko vizuri sana, naogopesha. Na ndio maana Simba wameogopa kutia timu. Na ndio maana paka jana tukaamua tuwafuate Bunju, bahati nzuri hatujawakuta. Watu wengi wanasema kile kitendo cha Young Africans kuwafuata Bunju Simba Sport Club ni kana kwamba kutoka nje ya misingi na uweredi wa uendeshaji wa club. Wao wafuate Bunju. Hili ndio wajue kama sisi watu wa mpira wametukimbia kule, tumewafuata uwanjani kwao. Kwa mko hata kipigwa kule Bunju. Ili wajue kama hii timu kubwa. Ila uwanja ule ni mdogo Bunju. Sisi tungecheza nao tu. Tungecheza nao tu. Au wachezaji 8 hata watano lakini sisi tungewafunga. Basi paka Bunju pale imepaki ni swala jepesi lile. Na ndio maana wamekimbia. Na Bunju kwenyewe vivi wamekimbia hawajaonekana. Kweli mmedhamiria mtocheza na wenyewe anasema kuna tarehe husika itapangwa. Wanaisubiria tarehe husika ipangwe ili waende kwa Idi warudi kwa Mkapa akipige. Ndugu mwandishi wa habari, mimi napenda kukuambia mimi sio kama Yanga kulialia. Mimi Yanga mwanachama na nina kadi. Na ndio maana viongozi wetu tuliwaambia wakae kikao waamue, na jana wamekaa kikao. Timu hatuingizi paka bodi ya ligi ijiuzuru. Timu hamuingizi au hamchezi mechi kabisa? Ndio maana yake. Wakitaka tucheze mechi bodi ya ligi ijiuzuru. Kwa hiyo hata mechi zinazofuata dhidi ya Tabora amwendi. Hizo si tunaenda kama kawaida na ubingwa tunachukua. Lakini mechi ya Simba tu. Hatutii timu. Wajiuzuru wale. Wajiuzuru bodi ya ligi. Ila Young Africans mlio kwa mnafanya vizuri, mbona kelele zilikuwa hamna kwenye bodi ya ligi? Unajua bodi ya ligi wanaendeshwa na hivi vilabu viwili, lakini haswa sana ni Simba. Unajua media nyingi sana watu wa Simba. Kwa hiyo wanasikiliza sana watu wa Simba. Au kwa kuwa kwa mafanikio ambayo aliyaleta kwenye nchi yetu kupeleka vilabu 4 kwenye michuano ya club bingwa barani Afrika na CAF Confederation miwili na huko miwili. Hiyo sio sababu, hata Azam akichukua ubingwa sanaweza akapeleka. Useme ile kupenda sana, wamezidi kupenda sana. Mahaba yanatutafuna. Mahaba yanatutafuna. Sasa kama sisi Yanga tunataka tuonyeshe mfano kwa mara ya kwanza.
Hii mambo ya siasa kwenye mpira wa Tanzania usiwepo. Na Magoli naye alitweet akasema anataka na wenyewe upande wa pili anataka waoneshe mfano. Haya masuala ya ovyo ovyo nje uwanja yaishe kabisa. Maana yake Simba Sport Club alienda Pamba, alienda Mwanza akafanywa vurugu, akakaa kimya akacheza. Kuna mchezo tena dhidi ya Young Africans vile vile. Magoli amesema masuala anataka sasa yafikie tamati mwisho. Samara, nikuulize ndugu mwandishi wa habari. Wakati zamani Yanga na Simba anatoka Zanzibar, Yanga anatoka Bagamoyo. Watu walikuwa wanaanza kucheza pale mazoezi uwanja Taifa, shamba la bibi. Watu sio wanakutana walikuwa wanacheza. Sasa Simba alishindwa nini? Kuondoka ili ukuja kucheza mechi. Walikuwa wanataka ile pitch feelings. Hiyo sio sababu. Zamani ilikuwa hamna hiyo. Watu walikuwa wanatoka, mtu anatoka Mbweni, mtu anatoka wapi, wanakuja pale watu wanacheza na Simba anafungwa. Wanakiputa. Wanakiputa. Simba ni waoga. Wametukimbia. Wameogopa Yanga. Tuogopa Yanga Afrika na tunasema sisi siku yote watotaka wachague uwanja wote. Siku yote watapotaka wachague uwanja wote, si tuko tayari. Kwa hiyo wewe unakinzana na uongozi wa Young Africans kusema hii mechi hawaichezi. Ndio imeisha. Uongozi mimi nawakubali kwa sababu uongozi wako sahihi. Kwa sababu huwezi kumwambia mtu fulani eti mtu fulani azuie. Mtu huyo wao mjui kama yuko Yanga au yuko Azam. Labda ilikuwa watu wa Simba, utajiwaje? Simba wameogopa tu ile mechi. Walijua moja kwa moja safari hawatoki. Ila Simba kwa ubora kweli, kwa akili ya lakalaka unaweza kufikiria alimuogopa Young Africans ambao kwenye top 5 hayupo, top 10 hayupo. Sasa mimi nikushauri mwandishi wa habari, hebu angalia mchezaji wa Simba mmoja na Yanga. Utanipa jibu. Mimi nimempiga mara 4. Hii ningempiga mara 5. Wasema vijana walikuwa na moto, akina Mpanzu, akina Aua, akina Ateba, gari limewaka moto. Hayo majina tu bwana. Mimi mwenyewe vipi na kina Ziziki au vipi bwana? Na Dube kule. Na Maxi Singeli. Maxi anamjua mwenyewe, kila mechi lazima atupie. Ndio maana mkamuita Singeli. Mtu wa Singeli. Ikipigwa Singeli hata mtani wangu ataingia atacheza. Analuka vizuri. Analuka vizuri. Okay, shukrani. Nashukuru sana.